Katika utekelezaji wa shughuli hizo za usajili, utambuzi na mabadiliko ya taarifa ni moja ya huduma inayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, ambayo inaruhusu mtu aliyesajiliwa katika mfumo wa NIDA kuhuisha na kufanya mabadiliko ya taarifa zake binafsi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Naomba nirudie. Katika utekelezaji wa shughuli hizo, shughuli zetu kama sisi tunaofanya utambuzi, tunaruhusu pia kuhuisha taarifa, kufanya mabadiliko, lakini ukifuata taratibu na misingi na sheria iliyowekwa. Si unakuja tu jina lako unaitwa Niko Rusingu, lakini unakuja kujiandikisha pale kwa sababu unaipenda Yanga, unaamua kuandika Niko Pacome Rusingu. Hiyo inakuwa ni taarifa ya uongo. Matokeo ukija kubadili, tunaangalia kama kuna ambatisho gani vilivyokuwepo na kwa nini jina hili litokee. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, kumekuwa na maombi mbalimbali ya mabadiliko ya taarifa ambayo yamewasilishwa kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kwa kazi, na hivyo kuleta taharuki na malalamiko makubwa kwa wananchi, ambayo yamesoka kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kazi kutokana na kutokidhi matakwa na utaratibu uliokuwa unatumika hapo awali. Kati ya maombi ambayo hayakuweza kufanywa kazi ni watu waliotumia nyaraka za kugushi, pamoja na waliotoa taarifa za udanganyifu wakati wanajisajili. Tumekuwa na hilo tatizo kubwa sana, malalamiko yamekuwa mengi, na wengine wamefikia hatua kulalamika kwa viongozi wa juu, akijua kabisa kwamba makosa ameyafanya, lakini kwa kutafuta sympathy na huruma kwamba labda wakitoka kwa viongozi kule itatoka oda kwamba mbadilisheni. Na mwingine mmoja anaweza katoa mfano, ni raia mmoja aliandika kwa waziri, nafikiri fika kwa Mheshimiwa Rais, akilalamika NIDA Mwanza hawafanyi kazi, wanataka rushwa, nimehangaika, nimepeleka, lakini sikuja kufuatia na fomu yake, ana alama C, ni raia wa Kenya na hakidhi vigezo. Kwa hiyo tumekuwa na hizo taifa. Kwa hiyo nimewaita maalum kwa ajili ya kutoa agizo na lengo halisi la mkutano huu kuhusu usajili. Kufuatia hali hiyo, serikali imetoa kibali maalum kwa ajili ya kushughulikia maombi hayo ya mabadiliko ya taarifa ambayo awali hayakuweza kufanyika kutokana na kukinzana na miongozo inayosimamia mabadiliko ya taarifa. Kibali hiki maalum kimetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Oktoba 25.